Hello viewer, thank you for joining us for another episode of Kiwanjani on Jalango TV. As always, I'm joined by two suspects, former Kenyan internationals, Innocent Mutiso and James Stuma is back. Stuma, how have you been and where have you been? Nimekuwa hapa ya kujibu mashtaka sasa. Bana. Mtu amepotea. Potelea. Miaka I thought you were pregnant. It's only 10 days. Then nimekuwa tu ni show tatu peke yake. Nimekuwa western part of the country. Yes. Nimeenda huko shughuli kadhaa, nilienda huko pia kazi. Na pia nimekuwa shule huko St. Peters kufanya hizo mentorship talks kwa students wale wanacheza sports, all sports, rugby, football, unasidi lacrosse, hiyo ni sports lacrosse. Nimeshafika Kenya. In fact iko pale St. Peters, so iko mentorship talk wote pamoja na pia kuona wanaweza balance education na sports na pia wa benefit na partnership ambayo shule iko nayo na Zitech University. Sio amekuwa akifanya kazi ya maana sana. Fanya kazi ya maana ni poa sana. Kwa hivyo tumekusamea kwa hizo siku umekosa. Nasema asante. Welcome back. Karibu. Remember we brought to you courtesy of Helabet, and you can join and play on helabet.co.ke. They give you 100% bonus on your deposit. Let's start with local football, and Mathare seems to be collapsing. It's a team that you both played for. What is happening? Yeah, I think they're not well in camp there, and you see in fact it's more worse. They have played like first leg. They have only played one away game, away in Ulinzi. So second leg is going to be more tough for them. And if you see the way they are playing, you can't see the urgency, the energy in that team, and you feel it's a trend that they have to make sure that they change the mentality. Okay, we as fans, we don't know what's really happening in the team, but again you see, okay, we have a young side. Yes. But again, a young side that doesn't have an energy, and the way the league is at the moment, you feel if they continue with that trend, then they'll be relegated. Mutiso, what's happening? You offered to buy the team in case they are relegated. Kama kuna tu mdhamini ananisikiza tu yani kwa hii show. Kama kuna tu do, atusaidie tu na atusaidie hii team yetu. To be a very sad state of affairs if Mathare United got relegated, and right now you don't know where the goals will be coming from. You don't know where their wins are coming will come from. They only have 2 wins, and those were beginning of the season. So it's really tough how they're going. And the match against Kariobangi Sharks, it just summed up the whole season. Walifungwa 2-1. Yani the last 7 matches Kariobangi Sharks wamewapiga mara 5. Yani hata hiyo si Islam derby anymore. It's just a one-sided affair, and Mathare United should just pull up their socks. Something's got to give. Kama coach Salim anaona plan A ifanyi kazi, ajaribu plan B. Kwa sababu akirelegate na hii team yani itakuwa ni aibu mbaya sana. Hakuna vile unaweza kwa team 7 games zinaanza from which season? The last 7 games zenye wamefungwa na Kariobangi Sharks zinaanza kwa Kariobangi Sharks wapo nini wapande juu kwa league. Kwa nakumbuka I played 2 derbies ikiwa Mathare na si kushindwa hata derby moja. Na si hizo ni mbili. Na sina kwambia wamefungwa 5 in the last 7 matches. Okay. So ni all yokolea. Yokolea. Kama ulikuwa nini? Savior. Sasa unaona ile kitu inaendelea pale Mathare United manze ni sad sana, and coach Salim, for someone who has been in the team for more than 20 years, he should not be anywhere near where they are right now. And lazima atafute plan B and plan C, lakini lazima watoke hapo hivi chini. Bado kuna chance ya kutoka hapo hivi chini. You've worked with coach Salim. I've also worked with him in another area. He's a gentleman, you know, a man that understands football. But maybe do you think it's time he stepped aside to let someone take over for this time? I think the problem of Mathare United is beyond coaching, because Salim has big history with the Kenyan football. He's a top coach. He has also coached the national team, you see. And where the history that Mathare United has, remember Salim has grown through the ranks of Mathare United. He understands the culture, the do's and don'ts of Mathare United. But again, as we so say, it all starts with money.
you know, that team has really struggled. The last like 5-6 seasons, they have really struggled with that sponsorship. So, you know, whenever you are losing your big players, your key players to other teams, it's a problem, because remember, whoever comes in, you know, without money, you don't have the quality or the character that can take you places or can take you and compete with other teams. So I think the problem of Mathare is starts with the sponsorship issues, and I think Bob should do something. And we don't know what always happens there, because the other day they had triple 5-bet, you know, and with after like 8 rounds of games, there was stripped of the judges, so we don't know what happened, because at the moment they are playing with the playing judges, and yes, and also it's a trend there, because even the previous sponsors, you know, it's within 6 months they're out, they're not sponsoring the team, so we don't know what always happened there. But again, they have to do something to make sure that they move out there, because that's an unfamiliar position for Mathare United. Do you agree that their problems are beyond the bench, and you know, it's off the pitch, or should the Salim go? It's not only on the pitch, and as Tuma said, also behind the scenes, there's something growing up, there's something going on, because this is not the Mathare that we are used to. I think in all the years I've known Mathare, played for Mathare, this is the second time that Mathare is fighting for relegation. The last time it was when the head coach Okumbi was there in 2013, or just when I had moved. There's a huge exodus from players who moved from Mathare in 2012, because most of our contracts were ending in that season. So in the 2013 season is where they really struggled, and they were fighting relegation until the last 3 matches when they were assured of survival. So this season, Coach Salim really needs to do something. I don't think he should leave. He knows Mathare in and out. He knows what Mathare is all about. He knows what is expected of him. And in the last few episodes nimekuwa nikiongelea about policy ya Mathare United vile ili change, and I think sasa ile kitu wana struggle pale Mathare United, apart from the money issues, kuna generation gap. There's a huge generation gap of which it needs to be fixed. Na ndio hii Mathare tokea hapo mali iko, lazima wakuje wote pamoja. Mathare United inajiita tu one huge family. Hata Situma anaweza sema akiwa hapo. Yani it was one huge family. And ukipata money issues aside, kwa sababu pia akikua kulikuwa na money issues, lakini si timu ilikuwa ina perform. Mimi nikikua tulikuwa na money issues, tukashinda mpaka ligi tukiwa na money issues. Kwa hivyo si ati ni pesa peke yake inasumbua, there's also something going on, and it's a generation gap. Na pia hapo kidogo kwa plan A, B and C, naona kidogo hapo kuna tatanishi. So sasa Coach Salim anajua vizuri sana hii ligi lazima aje kukusanya. Anajua vizuri wakirelegate hiyo timu itavunjika. Let's go to another team that is not having a very good season, Gor Mahia. Gor Mahia full-time 0, Posta Rangers 1. How was that game for you? Okay, I saw it coming. Remember, unajua kuna jina imechange, sasa hiyo anaitwa Makaburi FC. Okay, me I don't Ma what? Makaburi FC. Okay, for me I don't believe in superstitions, because okay, I believe in hard work. Si mimi nimesema. Unaona? Na believe unajua hizo ni vitu zinafanya pia wana lose focus. Okay. They believe they should be at the top, unaona, but again being at the top ni kitu ingine na kucheza, unaona. Lazima wacheze ndio kwa the top. Na ukiangalia the moment, lazima wakubali kwamba walianza season kwanza vibaya, along the way wakakuja wakapata rhythm, but nini confederation tena vile confederation I think tena ikawatoa focus, unaona. Ukiangalia wako na run kwa confederation hiyo game walicheza, na pia ikakuwa na vitu issues mingi sana, players ndio wamehusika kwa nini na imekuja pia no affect league, unaona. Na pia I think I don't think if they have the quality yenye inaona, maybe okay we have games at hand, and these games at hand za kuanga more tricky sana. Nakumbuka the previous squad wakati walikuwa na hizo games at hand, unapata wakikuja wanapiga wakienda, unaona. But ukiangalia saizi wamekuwa struggle at every team ina plan ya goal, unaona. So kila mtu anaona by the way this is the time tunaweza chukua points kwa Gor Mahia. Na ukiangalia kama game ya Posta Rangers, it really exposed them so much, kwa sababu Posta Rangers dakika ya 4 walikuwa down one man, unaona. Unaona mtu 10 na unaangalia Abudo was out. Yes, unaangalia defender, unaangalia mpaka wamekuja mpaka dakika ya 45 plus wakapata bao. Gor yenyewe tulikuwa tunajua by the way ilikuwa
hata mko watu 11 mfunge bao unajua ni kama mshatukosa nyuki. Unaona, lakini ukiangalia at the moment kuna vitu haziko right, na unaangalia pia I think we don't have the right mentality na pia the right leadership in the team, because ukiangalia hatuwasema kwamba wachezaji wako nao ni average, still they have key players, they have quality players, wachezaji ambao wenye the right mentality na wape guidance wanaweza pata performance, but at the moment the way wanacheza to defend the title I think itakuwa hard. What did you make of this game? 10 men, Posta Rangers registering I think it was the surprise of the week, but I was not really or very much surprised because Okumbi ni mtu pia amezoea Gor Mahia sasa. Hiyo saa ni mazoeano. Manze Okumbi hata akiwa Mathare United, akiwa sahi Posta Rangers, yani he just makes life difficult for Gor Mahia whenever they meet. Itakuwa a low scoring affair na itakuwa ni ngumu sana yani Gor Mahia if they win that game they had to grind out that result. Na hii match was no exception. And kudos to Coach Okumbi, by the way, that was a very huge win. That was a big win for Posta Rangers. Na ikawatoa pia hapo relegation spot. Ndio wako hiyo kwa relegation zone, but walitoka at least hapo hivi chini. And sasa tumeanza kuona imprint ya Okumbi imeanza kutokelezea. Ile draw walipiga against Kariobangi Sharks, angalia sasa vile it's been a positive progress. Na sasa tunaona philosophy yake imeanza kuwa instill, na unaona kama waliweza kudefend na kushinda game against 11 guys. I think that's commendable. 87 minutes na mko mtu 10 na upige mpaka bao against the run of play. So just kudos to Posta Rangers, na I think sasa wanaweza kutoka hapo na watakuwa comfortable, na hii game itawapatia motivation ama motisha mzuri ya kuweza kupata hizo games zingine waweze kugraduate hizo results. Sasa Gor Mahia sasa hapo ndo mali shida iko. Na sijui vile sasa watatatua hizo mashida kwa sababu si only behind the scenes, pia on the pitch side. Yes. Na kumekuwa na quarters mingi sana wakisema hiyo game mara ikuwa halali, but we don't know, that is grapevine talking, but mimi najua ilikuwa ngani resilience ya Posta Rangers ndio waliweza kushinda hiyo game. Gor Mahia saa hii wako na difficult run, wako 16 points behind Tusker, now no defending champions. Albeit wako na 2 games at hand, so there's still hope, but they really have to stabilize their ship if they are to get anything from this season. You cannot write them off. Hata Coach Kimanzi, congratulations to him, alishinda January coach of the month. Yes. Alisema kwa interview yake that we cannot write the champions off. Wamekuanga wakikuwa na hizi stuttering starts to the season, lakini wanakuja wanaimaliza very 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 strongly. But hii season ni tofauti na hizo zingine, kwa sababu hawana those many matches at hand because of continental football. Just 2. Before ilikuwa unapata wako na game kama 6 at hand, na watakuja wapige 4 zikifuatana. And the teams that are leading are winning. Exactly. Na sasa zile teams ziko pia hapo juu zimeanza kushinda. Yes. Sasa pia uwezi, sasa kuna teams zimeanza kuturn eyebrows. Kuna KCB, kuko na FC Leopards, yes, of which I think they're having one of the best runs since 2013. They are at position 3 with 28 yes, points. With 28 points, tied together with Kariobangi Sharks, who are also on a very good run with 28 points. Yes. KCB on 29 points, but FC Leopards have 2 games at hand. Yes. Now pigezo games mbili at hand, watafika mpaka 34 points, which Tusker wako na 35 points. So hii race iko tricky sana. Na mimi nafurahia kwa sababu sasa tunaona ligi imekuwa competitive, na hii competition inabamba sana kwa sababu ukiangalia sasa kwanza Harambee Stars imekuwa ni a mixture of blend from all the teams, so itakuwa very interesting. Kwanza hiyo friendly Harambee vile na come up, yani itakuwa fiti sana. Alafu sasa hii ma strikers wa FC Leopards kuna Elvis Rupia na Eric Paito, manze hiyo race pia ndio imeshikana, na Lawrence Jonathan ndio anapiga mabao from midfield. Yani hii league is just so interesting and very competitive. I can't wait for it to finish. Some people think it's time to write off Gor Mahia from this title for this season. No, it's not the time, because we are still in the first leg, and as Mchiro said, they're just having the rough patch, but again, remember that they're champions. You can't take that tag away from them, and remember they have the quality. They still have the quality. For me, they just have to get their house in order, the arts in together. Neither cheza, kwa sababu ukiangalia their last game wakifungwa na before wacheze na Posta Rangers, wakifungwa na KCB. Ukiangalia KCB plan for them, KCB lijua this is the time
tunaweza piga sasa Gor, unaona, When because waliona they have so many issues behind the scene, na of course na kujanga na affect team, unaona, because ukiangalia pia kwa uwanja unaangalia like somehow leadership unapata hakuna mwelekeo mzuri, unaona, na ni kitu ina affect the champions. Unaangalia those the players that have the character without the coach, hiyo ndio team unapata hata bila coach by the way kuja kae kando na sema enda mchezo watapiga game na washinde, unaona. But I think they still have time, hatuwezi wa write off. Na ukiangalia at the top, ukiangalia timu ilifunga task ilikuwa ni gani, ilikuwa surprise, hakuna mtu alitarajia, hakuna mtu alitarajia, unaona. So ligi iko so tight na iko so competitive yenyewe, ukijipanga tu unaweza piga mtu yote, but for Gor they still have time. So I think they just have to sort out the issues outside the field na kila kitu kitakuwa sawa. Alright, so the local league takes a break this weekend, but we have a number of friendlies lined up for Harambee Stars as we prepare for Egypt and Togo. Do you think we have a chance as we prepare towards this continental qualification? Yes, we do, but ile kitu moja mwenye inanipatia wasiwasi kidogo ni preparations yetu. Haijakuwa poa, na pia largely si ati ni juu ya federation ama coach ama players, but because of the COVID-19 epidemic, na imekuwa difficult sana kuprepare for hizi matches. Unaona vile zimekuwa spaced apart for so long since tucheze last na Egypt and then yo Togo, na sasa kuna chance na Togo, na hizi friendly mbili watu wanasema sijui ati bora tucheza na matimu sijui ndogo, angalieni hizo timu zingine zinacheza na timu kubwa. Hapana. Watu wanafaa kujua sometimes when you play team iko within your strength, yes, ama beneath you, ni kutafuta hiyo scoring touch na kutafuta yani ile confidence ya kutingisha net, confidence ya kufika huko mbele, playing attacking football, kwa sababu hiyo game ya Togo we have to win. Yes, if we don't draw huko we have to win, but we cannot take a loss. Tukiteka a loss, if we get beaten in Togo, it will be very bad for us, and it will really make a huge dent on our aspirations to qualify for the CAF Confederations, for the AFCON Cup. So itakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo hizi friendly tatu zimekuja, tuko na Tanzania, naweza sema ni home and away, alafu na South Sudan. Tanzania twice. Tunataka mara mbili. So ni home and away alafu na South Sudan. Ukiangalia pia South Sudan, watu wanaidharau. South Sudan silifunga tu hapa Uganda hapa hivi. Ilifunga Uganda hapa hivi 1-0. Kwanza ni player wa aitwa Tito Okello. Alifunga hiyo lone goal. Kwa hivyo na ujua alikuwa mtu 10, walipigwa red card actually after bao ishafungwa. Kwa hivyo it was a game that South Sudan wali deserve kushinda hiyo game. Kwa hivyo South Sudan sio ati team ya kuidharau, kwa sababu unaangalia wachezaji wale ma South Sudanese wale wako Kenya hapa pia nje ya South Sudan wanarudi kuchezea country yao because walikuwa install kwa FIFA. Kwa hivyo sasa ni team imeanza ku grow in stature. Itakuwa ni game ngumu, na pia game ya Tanzania we have to look for that scoring touch. Na ukiangalia Tanzania ni nowadays hata ma teams zao za ukiangalia wakicheza Champions League na Confederations, ukiangalia Simba, ukiangalia Yanga na Azam, ni teams ziko wana progress vizuri sana. Kwa hivyo si ni ndogo, alafu tusijidanganye pia hao sasa ndio rika yetu sasa hii. Hatuwezi sema sisi tuko kwa level ya Egypt ama level ya sijui Morocco, sijui Ghana, sijui Senegal. Hawa ndio rika yetu hao Tanzania. Tukianza kuwapiga ndio tutajua wako chini yetu. Wana chances. Kweli you know, football dynamics in Africa has really changed. It's all about preparation, and I think it's a give and take in a way that it's either utumie opportunity ya COVID-19 ama ikuwe disadvantage kwako, unaona, kulingana na countries, because these countries zimekuwa affected different ways, unaona. Unapata zile maybe zimerecover so fast na games zinaendelea, kuna wale bado kuna restrictions, unapata maybe hata games are international games, they have to go to another country to play those games. So I think it goes back to the preparation, and I think if we have the right preparation tunaweza compete na anyone, unaona. Ukiangalia kama puli yetu vile msema nasema hatuweza ku lose away in Togo, unaona. Na ukiangalia hapa hata tukiplay na Egypt tunajua mcheza kwao utunzo, unaona. Kivyo vyote vile lazima ushaona ile dove lazima tukufe na unaona. Na ile nao huko hapo lazima tuachane, lazima tukufe nao hapo, unaona. So na inakuja tu kwa preparation. Hizi friendlies zimepangwa ni friendlies kwa ukiangalia something good imekuwa happen in Tanzanian football. Ukiangalia club zao saizi almost 2-3
clubs zinacheza Champions League, zinacheza Confederation Cup, which means it's so competitive. Na most of the times national team inatumia local players. That's the beauty, unaona? So inatupatia pia competition. Southern Sudan ukiangalia progress yao from 2013 wakati walikuja Sekafa, ulikuwa unaona like okay, hii timu inajaribu kampa moja, wajaribu kupanga something. Na ukiangalia wamekuwa wana develop kila time, wamekuwa wakipanda. Ukiangalia hata ligi ya South Sudan, ukiangalia the population, mama vile watu wanaangalia hizo games, unapata kuna quality, unaona? So for me it's a good build up matches. Inataka tu lazima tuzichukulie more seriously na kuona kwamba zinatupatia true picture vile inataka na tucheze against Egypt and Togo, unaona? So for me preparation mzuri, we have the quality. Sasa hizi ligi yetu inaendelea na ukiangalia iko so competitive. Players why iko so competitive, players wametoka in different teams. Ukiangalia like almost kila team imeweza imetoa players. So inakumaanisha kwamba we are doing so well na hiyo competitiveness itaonekana pale national level. All right, I remember we brought to you courtesy of Helabet. You can join and sign up and play on helabet.co.ke. Remember, they give you 100% bonus on your deposit. Let's go to the Champions League, and Barcelona is out, and Messi left in style. What did you make of that goal? It is it was an awesome goal. Yes. And ukiangalia alipata yani praise from everywhere else, but lakini bao ya Odegaard jana ilikuwa deni kuliko ya Messi. Ilikuwa deni kuliko ya Messi bao ya Odegaard. Thursday football. Unajua Thursday ndio kulidro. It was an awesome goal from Messi signing out. It was a signature goal for him. Yes. But itakuwa really sad. Said tunaona mantle imekuwa passed from Messi and Ronaldo, who will not be in the quarterfinals since 2005, yes. 2004-2005 season. Those are 16 years. 16 years. So imagine atutaona Messi na Ronaldo kwa quarterfinals for the first time. So I think changing. A lot is changing, and pia sahi they are in the twilight years in football, na tunaanza kuona emergence ya wengine. Unajua ile time Ronaldinho alikuwa na usiongee mambo ya hey, tulikosea wapi? tuende tena. Let's talk about Ronaldinho. Yes. Sasa alikuwa dominate world football. Tulikuwa tunafikiria tutapata wapi mchezaji mwingine kama Ronaldinho. Yes. Up came Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Between them kumekuwa na ma hits. Then wanakuja na miss kama Anthony Martial, walikuwa wamesema sijui ndio sijui the next Thierry Henry. I don't know what happened. Squeeze hata afikishe bao 10 kwa season moja. Sijui kuliendaje hapo, but that's a story for another day. Yes. Kuna Selinga the next Messi. Yes. So after hapo tuko tukijua mchezaji mwingine. Lakini sasa mimi nimefurahia sana hizi 1.5 decades, yani tumekuwa entertained na these two marvels, Yes. These two stars, Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, manze wame break all records regarding football. Although ukiangalia Ronaldo akona one ahead of Lionel Messi in international scene, and kudos to them. Messi sipendangi sana kuwa compare, lakini mufurahia we were present to witness what they had to offer. And sahi wamepasio mantle, tuko na sahi Eric Haaland and kuna Kylian Mbappe. Manze angalia Kylian Mbappe juzi. Sahi ndo the youngest player kufikisha 25 goals in the Champions League. Ukiangalia huyu Braut Haaland ali break record ilisetiwa na Mbappe being the youngest player to reach 20 goals in the UEFA Champions League. So sahi tunaona hiyo mantle inakuwa past, and I hope unajua pa consistency is key. Hizi namba zao wachezaji wawili wako nazo, they are much more wamedwarf zile akina Ronaldinho, Messi na Cristiano walikuwa nazo at this certain age. So the sky is the limit for these two players, and Lionel Messi manze nini contract yake inaisha end of this season. Atujui kama sasa hivi vile Joan Laporta amerudi back to being the president, and Situma alisema saa zingine au players wanakuanga politically motivated. So sijui kama ata renew contract yake, but pia huko Inter Miami ya Dennis ya Beckham anasema ataka kumsign. So kwa hivyo hatujui vile kutaenda. Pia Man City pia wanataka pia kumsign. Ukiangalia pale
pale nini, yeye bado ndo top scorer pale La Liga. So bado he has some years some 2-3 seasons ahead of him. What did you make of this game, and is it the sign off by Messi? Yeah, of course, we have watched the two great players, Cristiano and Messi, and I think it's time for them to sign off. Wamepasi hiyo mantle vile mtu anasema, na ukiangalia vizuri tumekuwa tukiona competition nzuri sana kwa in fact more so kwa Champions League, because unapata maybe ukicheza local league wakicheza unapata maybe ndio kila mtu yuko juu, but kila kitu liko inaamuliwa pale Champions League, nani anapiga mabao, nani anafanya nini, na ukiangalia watu wamekuwa wana watch. Sasa hizi kuna players wamekaa, sasa hizi pia wanacheza, so unaangalia okay, itakuwa haraka sana kuadapt kwamba kuna new players wamekam in na wanafanya, kwa ukiangalia Mbappe na Haaland, ukiangalia vitu wanafanya, by the way so easy kuona by the way Cristiano na Messi watu kuona hawakuwa unaona, but pia kitu wamefanya ama history wamemake is so hard, kwa sababu kila time unajua ni kama it's like athletics, wakati umebeat maybe a certain record, hata mtu mwingine akuwa anakimbiaje asipobeat hiyo time wewe ulikuwa umeweka, inakuwa ni hard. Ukiangalia hawa jamaa vitu wamekuwa kicheza na magames mabao wamefunga, wamemake a good record unaona, so unapata vijana pia ni kitu inawapatia sana motivation kwamba we have to live up to the expectation, kwa sababu wamekam into the scene. Ukiangalia kitu pia inakuwa the beauty ni kwamba they are doing so well in the Champions League. Champions League is a top league in the world unaona, so si lazima si peke yake wanafanya maybe kwa ligi, lakini unaangalia pia Champions League inawapatia mileage kubwa sana. So for me I think it imekuwa time. Ukiangalia Barcelona they have been struggling, na ukiangalia hata juzi the game wakati walifunga bao, unajua ukiangalia kulikuwa na panic, some of the panic kwa PSG, wakaona maybe itakuwa that famous comeback. Walikuwa na chance ya hiyo game. So I think Pochettino during half time alifanya something, because ukiangalia the second half the way walikam in walikuwa na different mentality na walikuwa na different approach, somehow walikuwa na kana ball, unlike first half ilikuwa okay we have to win this game. Yes. Wanasahau kwamba already wana 4 goals unaona, so I think the pep talk in the half time ilifanya something na walideserve kushinda Barcelona, kwa ukiangalia the quality at the moment Barcelona wamekuwa struggle, wamekuwa kufungwa na everyone. Hata ukiangalia La Liga yenyewe kuna mpaka timu zenye ziko chini zilikuwa pia zinaenda like zina compete na Barcelona, so PSG walideserve kushinda. Juve is also out. How can you sum up the contribution and impact of CR7 being signed to Juve vis-a-vis going all the way to win the Champions League? I think the main bone of contention Cristiano Ronaldo akipelekwa Juventus ama their main aim was to win the Champions League. After 25 years walikuwa wamesema tumepata CR7, one of the greatest players in the world, anakuja analeta mabao zake na experience yake ya kushinda Champions League. Ulikuwa unakumbuka alikuwa amepiga Champions League 3 zikifuatana, and akuja kutoka Real Madrid ndio aende apige move ya Juventus. Now of which sisi sema imekuwa a lackluster performances from him, kwa sababu amekuwa among the top scorers since aingie Italy, and at his age pia ukiangalia he's doing exceptionally very well, but hii ni game yani Porto ni kama alikuwa amempangia, like he had no influences this much whatsoever. It was a night for Chiesa. Ilikuwa nini, Federico Chiesa hiyo bao walifunga, yani wali celebrate wakasahau lazima wajaribu ku lock out against 10 man Porto ndio waweze ku get anything from this match. And I think this is the third season running since Cristiano aende wamekuwa kitolewa at the last 16. So itakuwa difficult sana for Juventus. Na pia ukiangalia their squad it's also aging. Si ile Juventus tulianza kuiona huko ma 2012 after walipandishwa daraja unaona, so walikuwa wanapiga hizo, na pia hii season umeona vile imekuwa sasa competitive, ili open up. Sasa hii si our dominate vile walikuwa na dominate before. Kwa hivyo not apart from Cristiano Ronaldo na influence yake, pia the squad is also aging. Ndio wamejaribu kuinstill some youth, ukiangalia Paulo Dybala na ukiangalia pia pale Alvaro Morata, but they are not enough. Sasa ukiangalia pale Inter Milan manze wana collect ma points left right and center. Lukaku anapiga mabao kila time. Hiyo combination kwanza ya Lukaku na Lautaro Martinez manze ni deadly sana. So for Cristiano Ronaldo since it was a miss from Juventus, but wangekuja pia na mtu mwingine wa kusaidia Ronaldo, si kublame everything kuekelea mizigo zote kwa Ronaldo atutupatie Champions League. Unaona? Pia Buffon alikaa kwa hiyo team sana akitarajia
kuwin Champions League na haijakuwa forthcoming. So hata wakisanio Cristiano Ronaldo wangeleta another marquee player akuje kusaidia na Ronaldo hiyo baggage ya kushinda Champions League. But they have to try again the next season, of which after wamefungwa hii na wametolewa na Porto, kumekuwa saina talks mingi sana. And PSG are also eyeing Cristiano Ronaldo kwa sababu pia wanaangalia pia investment yake. Unajua yeye yule jamaa akikuja pia ni brand yake kivyake. Ile time alisainiwa tu hivi Juventus walirudishia pesa na 1 week in short sales. 1 week hivi, 1 week. Yes. So PSG sasa hivi wanataka kumnunua. Wacha tuone vile season itapana out. Kwa kushinda tena league season, then I think atatoka ende for other ventures. For you, I think it's a hit because even more so for Syria, because remember that numbers pia zili increase wakati alienda. Nakumbuka hata before then, unajua ligi ya Italy pia watu walikuwa hata waioni. Ilikuwa imeanza kudidimia sana, imeanza kuwa like imeshuka, unaona, but since aende unapata numbers ka increase, sponsorship wakaanza kuuza, unaona. So for me imekuwa plus for Juve, na pia nasema it goes back to the mental strength of the team and also to the culture of the team, because okay, for me maybe mtu anasema maybe the squad in age unapata somehow una disagree why. Nakumbuka ile team ya kina Pirlo, akina Maldini, akina Seedorf, unaangalia walikuwa, ukiangalia average age unaweza jua walikuwa age gani, lakini walikuwa wakiingia pale kwa uwanja walikuwa wanapiga kazi nyingine ya kizee, unaona. So I think something tu imeanza ku disconnect from the team, because ukiangalia wakicheza size they are not playing as a team, unaona. Ukiangalia like okay, they individually they have good players, but again in football mimi ni kwa mzuri, Mtisa kwa mzuri, akicheza kivyake mimi nicheze kivyangu, hatuwezi shinda. So you have to, it's a collective thing, unaona. So ukiangalia for them maybe wakati walibuy Cristiano walijua everything, okay, of course amekuwa akiwafungia, games zimekuwa tight, anafanya something ina happen, but I think wamekuwa over rely sana kwake, wakasahau as a team lazima kila kitu ikiwa collective. Yes, the other key players. Yes. Okay, I don't want to talk about this Europa League, but we all know why. We all know why. Kwanza mlitoa kwa bet. Olympiacos. Kwanza mlitoa kwa ngoja, mlitoa kwa bet Manchester. Lakini bet moja. Juzi kwa na trust Manchester, niliweka the same bet, but nikaeka 1.5. Baada kuweka win moja, bet moja nilikuwa nimeweka win. But the same bets hizo zingine nikaziweka, then ya Manchester nikaweka over 1.5. Hiyo nikakula ingine nikapoteza. Kwa hivyo siko na trust Manchester. Nilikuwa naona hii game inaweza go two ways. We found the antelope. Olympiacos 1, Arsenal 3. How was this game for you? You're speechless. How was this game for you? We're done with you. Take it over. No, we're done. Martin, umeona bao? What Messi can do, Martin can do. Na uliona kitu, unaona. I think okay, for him amekuja ameanza pia kushika rhythm, but my worry is that kijana yangu bana Emil Smith bana ako huko nyuma. Ukiangalia pia alikuwa ameanza age yake, na wakati alikuwa ameanza kushika, so competition imekuja pale position yake, but the good thing kwamba mtu ameweka hapo pia anafanya kitu. So for me generally the first ilikuwa fantastic. Ukiangalia pia lineup nani alikam up nayo Arteta, unajua anakuanga unpredictable sana huyo jamaa, unaona, sana kwanza nyuma, unaona, at least mbele unaweza. I've seen you conclude games when the lineup comes, you're like, we are losing this one. Hawezi muelewa, unaona. But for me I think it was a massive win for Arsenal, playing away, so coming home second leg I think it's a wrap, and I believe along the way maybe tunaweza patana na Unai Emery, so we are good to go. Ole might be on your way as well. How was this game for you? For me, I think it was a game of very many missed chances. We should have wrapped this first leg, because we had a lot of chances. Yes. 18 shots. In the first half, we had 5 shots on target. Kwa hivyo Arsenal were on the front. It has only happened once this season against West Brom, and we scored 4 goals in the first half. So ni ngumu sana. Second leg bado itakuwa ngumu sana, and Atletico Olympiacos have their work cut out. They know how to hurt Arsenal, because wanajua vizuri sana wakitu press tuta make mistake. They've done this before, actually. Yeah, they've done this before. Na Dani Ceballos tena for the second game running ali make blunder tena, na ni mbaya sana. Ukiangalia Arsenal imekuwa kigift
ikigift opponents mabao tu. Yani kuna tuna time ya some concentration laps. We can play very well, lakini kuna time some moments. Na see a huge part of the game, a small part of the game, like 5 minutes. Kama ya Burnley. Leno na Granit Xhaka tena, I don't know what Leno was doing. And also pia Granit Xhaka aliniangusha usiku, na vile mimi nimekuwa his biggest supporter. Ukiangalia Dani Ceballos na tena Leno again. Leno anapasia msee ako under pressure against watu wawili. Unampatia at a very dangerous area. Blame. Exactly. So ajitole nini lawama. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu sana kama Arsenal itakuwa inaendelea ku give away these cheap goals, these easy goals ku progress mbele, kwa sababu the more tuna progress, the more tutapata na matimu ngumu. Yes. Na hizi ni kuna timu nyingine kama tu Burnley tu wakishapata tu equalizer hivi ama bao moja wana lock out game the whole 90 minutes. So Arteta should curb those individual mistakes. Another good result was Manchester United 1, Milan. Good result. Good. Yes. At home. We're gonna win. This is a walkover away. You know AC Milan had like almost 6-7 key players. But first 11 team. First 11 team players. And Manchester United. Did you see no, the score? You had no option. It is only Rashford who wasn't there. Was up? When I think this is a game. By the way, in game. Actually, he's ready for the weekend. By the way, game game ilikuwa na chances. Ukiangalia pia Harry Maguire alimisa 6. Yes, that was a miss. It was a big miss, unaona. I think Angelan from Gabriel, lakini shida ni alikuwa on that side. So must you take it back there? So you see why I don't talk about Thursday football. I think this is a game AC Milan were in charge, were in control of this game. Ukiangalia tu from the start. Okay. Yes. It was a goal disallowed bana. Two. In fact kuna mbili na VAR yani Mali Manchester wanahusika kuna VAR, but anyway it's live. Okay viewer, we are brought to you by Helabet. Remember you can sign up and play on helabet.co.ke. On the weekend Arsenal will be taking on Tottenham. Your prediction? After mfunge Man City bana tuongea hapa 10 minutes. Tuangalie game. They don't have time. It's Friday. It's Friday. Your prediction? Itakuwa ni game ngumu sana. Yes. Na Mikel Arteta amekuwa akiweza kufunga all the other top 6 sides, lakini ile imekuwa biggest hurdle ni North London derby. Kwa hivyo Tottenham kichwa. Si Tottenham kichwa. Sasa I think tuko na confidence mzuri sana going into this match. Yes. After beating Olympiacos, of which pia unaona game imekuwa 4 hours away. They also have to travel back 4 hours away. Ukiangalia game ya Tottenham ingefaa kuwa away hiyo ya nini ya Europa, but ikachangewa last minute. Na hiyo ni kitu moja Mikel Arteta aliongelelea. Akasema hao wamekuwa lucky sana, lazima tuongelee kitu, but unajua according to UEFA set of rules, 2 teams from the same city cannot play in the same day. So ikakuwa ni ngumu sana. It was very tricky, and ikakuwa tu ni timu moja. It was a coin toss which team will play in London hiyo siku. And sahi Jose Mourinho ameshinda games 3 zikifuatana in the league after losing in the last 5 matches wamepoteza 2. Na ukiangalia Arsenal imekuwa ni top sitavi. We've won 2 matches in the last 5, drawn twice and lost once. So for Arsenal pia itakuwa ngumu sana. And sasa nimeona Mikel Arteta ameanza kupatia Europa League kipaumbele, akiona hiyo ndo the safest way, our only hope, or Arsenal's only hope of qualifying for the Champions League. Kwa sababu kwa ligi pia imekuwa tricky. Sasa 6 points zimeseparate Arsenal and Tottenham, of which tajaribu kupita hiyo daraja if we won that match. But mimi sioni Arsenal ikishinda, and the safest bet maybe itakuwa ni goal. GG for you. Yes. Stuart, your prediction for this game? Itakuwa a low scoring game. Ukiangalia by the way Mourinho against Arsenal unapatanga always anakuanga ameka nyuma, hiyo nayo inajulikana. Na vile mchezo amesema unapata Arteta, ukiangalia game ya Burnley from Europa League unapata alipumzisha pia key players, na game ilikuwa na so importance kwa group. So unapata pia saizi vile amesema mambo na traveling na distance, mimi niko very 100% sure kwamba anaangalia pia Europa sana, kwa sababu position ukiangalia so almost like 6-7 months
10-11, 14-10-11, so anajua hapo ni home. So I think atapatia Europa nini ataipatia Europa inaweza kuwa dedication tu ya Diego Armando Maradona. Maybe unaona, so hapo I think pia two teams zimetoka for Very win. positive, Ukiangalia very positive outlook. nani pia Tottenham wameshinda pia Europa game yao, so Yes, against the Dynamo yeah, Zagreb. wana confidence. Ukiangalia au kwa table wanaangalia by the if we win this game at least tunasukuma tena mahali, so for me ndawapatia pia chance. So kichwa kwako for Tottenham? Ndapea Tottenham ama ndapea na under 2.5. Under 2.5 for you. Manchester United will be taking on West Ham. Your prediction? Game gumu. Na ukiangalia Manchester United they've always this season wamekuwa kibank on their away form. Na wako unbeaten this season. Hakuna team I think all across the top 5 leagues in Europe wako unbeaten away from home. Na but hawajakuwa pia wakishinda hizo magame zote away. Wamekuwa na very many draws, na ndio maana unaona hiyo kuna hiyo point gap kubwa sana with Manchester City. And at home Manchester United after playing 13 matches they've won 6 times. They've drawn 4 times and they've drawn 4 times and lost 3 times at home, scoring 28 goals and conceding 19 goals. But ukiangalia kwa hizo 28 goals, more than half of those goals zilikuja from 2 matches. Ile game after mulisaidiwa mkapatiwa Southampton wakapatiwa red card mkawapiga 9. The high scoring goal. And the match against Leeds. So you know, may contribute for those very many goals at home. And ukiangalia West Ham, they have the same statistics with Manchester at home apart from the goals. So they've played 13 times, they've won 6 times, drawn 4 times and lost 3 times, scoring 21 goals and conceding 16 goals. Kwa hivyo West Ham sahi ni kama wamepata their mojo, and coach Moyes amejua how to play these teams. Na sahi in quick successions anacheza na the Manchester teams. Na hii ni game I think atajua how to wound Manchester United. He will know how to wound them, and it's a revenge for him. Yeah, it will be a revenge for him because babu alikuwa amejaribu kuanzisha ile project akiwa pale, but before I implement philosophy yake It was too slow. alikuwa shachujwa, but mimi naona we don't want to wait for he's 10 not cut for 10 out. 20 years without winning a trophy. Yeah? So your prediction? So my prediction for this match, I'll give it a safe bet of a goal. GG. I don't think either team has the capacity to win, na watakuwa naogopana. I think ukiangalia best from the form yenye Manchester wamekuwa nayo at home, still unaweza patia West Ham a chance. Na ukiangalia pia wanajaribu kusqueeze their chance to top 4 kucheza Champions League football, so wamekuwa so fantastic pia. Sio imekuwa poa tangu mpeleke huko Yese Linkard. I think ame turn things around pale up front. Unapata pia game ataweza kucheza, hawezi cheza but sana nadhani lakini but kitu poa pia ameleta ni kwamba ameleta some competitiveness pale up front, so pia hata hii game bila hata cheza mtu mmoja atakuja ku step in, lazima atajua anafanya nini. So for me ni game inaweza you still don't think he has a chance to be one of the stars now that but he has because nadhani saizi hoja kitu pia kuna sumbua ni ile maybe friendship. Unakumbuka akiwa pale Manchester na Foden, yes, walikuwa ni watu wanapiga raundi mpaka asubuhi ya walali. Lakini saizi ameenda the other side of town, so at least ana time ya kucheza, na ukiangalia kuna so much improvement. So for me to be safe naweza iweka over 1.5. Let's go to short bets and we start with Mutiso. You started with the Marseille versus Brest. Yes. And sahi Marseille wameanza kustabilize ship yao. In the last 5 matches wamepoteza tu moja, ilikuwa against a top team na ni Lyon wenye wana fight for honors. And since coach wao achujwe, nakumbuka alikuwa suspended because aliletewa player hakuwa anataka, akaimpose huyo player, so akasuspend na team, and then I think wakaachana na mutual consent, and Villas-Boas akatoka hiyo team, and the interim coach sahi amejaribu kustabilize hiyo ship, na wamekuwa sana very difficult team to beat. Hata hiyo game wakifungwa against Lyon ilikuwa ni ngumu sana kwa Lyon kuwafunga, and they've been grinding out results, and pia midweek wamepiga walishinda 1-0, and saa hii game against Brest nikawekea kichwa because I know that's a game that they will. Iko na odd mzuri 1.8, iko actually 2 odds, so itakuwa ni game good returns. Good returns. You went to Dortmund versus Hertha Berlin. Hertha Berlin, nilisema the last episode, wamekuwa just on a free fall, and saying any team playing against Hertha Berlin just patio team nyingine kichwa,
unless ni Schalke. So kichwa kwa Dortmund, they'll be buoyed by their midweek win against Sevilla, of which kidogo tu walikuwa wanatolewa. Ingekuwa tena ni wamekuwa sana na ma misses this season. Ukiangalia kama ile game ya Bayern Munich, they were winning it in the first half. Yes. But kuna chance tu moja tu hivi walikosa, Haaland akosa kufunga. Counter the other side wakafungwa, na hapo ndo ikaanza revival ya Bayern Munich na wakashinda hiyo game 4-2. So hii ni match nadhani watashinda. Hata Berlin hawana hiyo nguvu ama hiyo character ya kuweza come from 2 or 3 goals down or even one goal down. And saa hii vile wameshaputio their Champions League week behind them, watakuwa boyd na hiyo performance yao na wataweza kushinda against hata Berlin. The next game was Hellas Verona versus Sassuolo. Team zote mbili in the last 3 matches zimekuwa zikienda over zote na goal. So hii ni game 2 straight away unaipatia Gigi. You want to Spain, Real Madrid versus Elche. Real Madrid manze wame lose touch na Atletico Madrid. Atletico Madrid after walishinda game yao against Athletic Bilbao midweek, after waliwapiga 2 goals to 1, of which ilikuwa ni game wali dig deep to get that win. And sai Real Madrid zile matches wamekuwa kizipoteza ama ku drop ma points na ma draw na kufunga huko away from home, Barcelona kuja kwa overtake. Unajua walikuwa wameacha Barcelona points mingi sana. Sasa Barcelona number 2, 5 points behind Atletico Madrid. Sasa Real Madrid wako 8 points behind Atletico Madrid, albeit with the game at hand. So hii ni mechi lazima washinde, but keeping an eye against Atalanta. So kuna game ya Champions League Atalanta na ni game ngumu sana, and it's crunch time for them. So hii ni mechi lazima washinde so that they keep track with the chasing pack, but still have an eye for Champions League next week. Any weakness in this sure bet? Hizo ni odds ni 6.38 odds. Ukiweka tao yako unapata pesa mzuri sana. Amejaribu, unajua kama amefanya good homework bila alifanya tu ya last weekend, but timu moja kamwangusha. Arsenal. Unaona timu gani hapa itamwangusha? Kwa yuko sawa, amefanya homework yake vizuri. Thank you very much. Ameweke do. Sawa, let's go to your show bets. You start with viewers. My first one niko na Leeds against Chelsea. I think Tuko ama Tuchel. Tuko. Uliona Western ukasahau. Andika. Correct hapa. Kwani nini imetoka huko Nyaripari chache ama Mosocho? So I think for Leeds walianza ligi vile tumesema, walianza ligi poa on high, ukaangalia walikuwa ready to compete, but again ukiangalia Chelsea at the moment wamekuwa on the rise. Ukiangalia vile wamecheza mentality, kila kitu imechange around. Ukiangalia Champions League wamekuwa pia so consistent kucheza. So I went for Chelsea. Yes. Everton Burnley. Everton Burnley, ukiangalia Carlo I think pia alikuja na something at Everton. Ukiangalia vile wanacheza, hata games zile hata pia walikuwa na lose. Ukiangalia the intensity and the way wanacheza the same way. Ukiangalia ukiombea the two games, maybe Burnley wanakuja into this game after that one all draw na Arsenal yenye tuliwafungia, unaona. Wanakuja maybe na that hopes, but again for me kiangalia nikicompare the two sides na kiangalia vile Everton wamekuwa so solid at home. Yes. I went for Everton. I have Torino versus Inter. Itakuwa ni game pia tamu, game poa sana. Ukiangalia Torino at home pia wamekuwa a team to beat, but again wanaface Lautaro and Lukaku show Bolingoli. Lukaku naona. So ukiangalia at the moment they are unstoppable. Wakianza ligi walianza somehow wakashinda, wakafika mahali wakaanza kusuasua kidogo, but wakakuja wakashika rhythm, na the way wanacheza, the way wako saizi ndani, kama Conte anaweza kubali kuteleza sahi. So I went for Inter. Cagliari na Juve wako mbaya. No, ukiangalia at the moment ukiangalia pressure wanapigwa na Roma from behind. Atalanta pia iko on their neck. I think this is a game wanacheza na side yenye iko chini kwa table, which ni tricky pia sana. So itategemea pia na mentality yao, na pia wako away. So ukiangalia games wamekuwa kicheza, kuna games walikuwa wanafungwa na come up, but ukiangalia saizi vile wako so low from exit kutoka Champions League, pia ita play a big role kwa hii game. But again they have to come back kuangalia kwamba
tumetoka Champions League, but again you have to fight to go back to the Champions League. So ukiangalia pale nyuma yao kuna teams, ukiangalia ligi, by the way ukiangalia Inter na run away na hiyo ligi, so hatuwezi sema kwamba vile hata wako sahihi wako na energy ya kuweza kucompete, but again lazima wa make sure kwamba wanamaliza top 4. So ni game ambayo pia wataweka all in kuona kwamba wameshinda. Any weaknesses? Yes. But kwanza nda support hizo game mbili hapo hivi, na ni kama hizo game mbili lazima ndaziongeza kwa multibet yangu. Na pia naweza ambia viewers kwa multibet yangu muongeze hizi multibet mbili za Situma. Kuna hiyo game ya Juventus versus Cagliari. Say Juventus they have to go back to winning ways. Champions League washatoka, no more distraction in Champions League. So they have to concentrate on going back to the drawing board now waweze get hizo results, waweze kujaribu kufikia Inter Milan, of which Inter Milan sasa washaanza create gap 6 points ahead of AC Milan who are their closest rivals. So lakini hapo kuanzia number 2 mpaka number 5 hapo number 6 hapo ndo kuna vishasha mingi sana hapo ndo wasiwasi iko, na lazima Juventus wajaribu kujitoa hapo, na ni uzuri Juventus wameweza kufunga hizo matimu ziko hapo karibu na kwa wamefunga Lazio, wakafunga AC Roma. So sasa hiyo wanaweza kudini hapo Inter Milan. Hiyo game Inter Milan sasa pia hawajakuwa na distractions za Europe this season, and that's why unaona they are high flying. So hiyo ni game lazima watapick points, na pia Torino wako poa sana sasa hivi. Kichwa kwa Inter, kichwa Juventus, na mzi add kwa multibet yangu. Hapo assured uko na pesa hapo. Hiyo game nyingine ya Leeds versus Chelsea itakuwa ni game ngumu sana kwa Chelsea. Uliona their last match waliweza kudraw na Southampton, and Southampton had to also walicheza vizuri sana compact, and walijua where to hurt Chelsea. Na I think pia Leeds with the return of Calvin Phillips who mwenye akimiss Leeds have been a different team. Now akikuwa hapo Leeds have been very strong. Na hii ni mechi naona they'll give Chelsea a run for their money, because pia Thomas Tuchel anajua vizuri sana akona game na Atletico Madrid Champions League yenye wana lead 1-0, na itakuwa ni game tricky sana. Kwa hivyo he'll know how to lazima atafanya rotation, aweke the fringe players hapo, kwa sababu kipaumbele najua hata akisainiwa na Abramovich aliambiwa tunataka Champions League, hiyo nao najua. So mimi sioni game ata go all out, atatumia energy yote, atatumia players wote, kwa sababu anawahitaji in midweek in the Champions League. Kwa hivyo hiyo game naweza ipatia goal. Okay. For you. That is the safest bet. All right. Hiyo game nyingine Everton Burnley. Everton, just like Manchester United, Leicester City, wamekuwa kibank on their away form. So they've been very good away from home. Their last home match ya Everton walicheza na Fulham na wakafungiwa huko kwao. Which Fulham manzi wamepick maximum points from Merseyside, Walifunga pia Liverpool last weekend. So Everton kwao hawajakuwa that good. And zile games mingi sana wamefungwa zimekuwa at home. And Burnley, Burnley they are also on the up. Na ile drop ya Arsenal it go a long way. And now me the safest bet naweza yekea X2 Burnley winning or draw. Yes. All right, remember we brought you courtesy of Helabet. You can join and play on their website helabet.co.ke. Remember this conversation continues on our social media platforms. Facebook is Kiwanjani, Instagram Kiwanjani254. Till Monday, same place, different games. My name is Esbon Mogambi, and for now, it's good night.